Warahmatullahi wabarakatuh. Inshallah ndugu zangu watazamaji wetu wa chaneli yetu hii ya Msimbo Online TV. Siku leo kwa mapenzi yake Allah Subhanahu wa Ta'ala tuko na mashekhi hapa inshallah, na kuna jambo leo kubwa kabisa limekuja kuelezwa, jambo ambalo ni tatizo kubwa sana hivi sasa kwa wanaume na hususan kwa wanawake. Kuna tatizo kubwa sana la nguvu za kiume, hususan tatizo nalo wanaume na wanalo wanawake. Inshallah kwa uwezo wake Allah Subhanahu wa Ta'ala ufumbuzi wake upatikana na iko tiba maalum kwa jambo hilo. Na hii tiba si ya mchezo, si tiba ya mtu kuchukua kwenda kujaribu, ni tiba ambayo akichukua inafanya kazi. Kwa hiyo midhari shekhi hapa naye ataelezea yeye, baada yeye atakuja shekhi mwingine ataielezea ili uweze kuifahamu na uweze kuielewa, alafu ujue wapi inapatikana tiba hiyo. Tunaye hapa Sheikh Jumani Amiri Munju, yeye ataelezea tiba hii ni tiba ya aina gani, inapatikana vipi inafanya kazi na nini chanzo cha matatizo hayo ambayo kwamba yanasababishwa na nguvu za kiume. Je, kwa ajili ya sihiri? Je, kwa ajili ya shetani? Au mtu tu mawazo yake au maisha tu? Basi inshallah ataeleza hayo mwenyewe hapa mwenyewe alipo inshallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ثم صلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. وبعد ndugu zangu wapenzi watazamaji wa TV yetu hii ya Msimbo Online TV, kwa mapenzi makubwa ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, leo hii siku ya Ijumaa Mwenyezi Mungu ametukirimu afya njema na tupo hapa kwa ajili ya kuweza kusaidia umma katika tatizo kubwa linalo wazonga na kuwasumbua wanadamu katika wakati tulio nao. Matatizo yako mengi, lakini mwanadamu namna alivyoumbwa, kuishi kwake, namna yake ya maisha yake mpaka anaondoka ulimwenguni, kuna starehe kubwa mbili au tatu. Starehe ya kwanza mtu kuweza kupata chakula, lakini starehe ya pili baada ya kula chakula aweze kupata furaha inayotokana na mwili wake. Hapo nakusudia mtu ana mkewe, ameshakula, ameshakunywa, sasa anataka kustarehe, basi viungo alivyoviandaa Mwenyezi Mungu vile vio vinafanya kazi vizuri, na ndio mwanadamu aweze kujisikia amani katika nafsi yake. Hata ungekuwa na fedha kiasi gani, ungekuwa na afya kiasi gani, midhali viungo vyako hivi vya siri havina kazi, basi mtu anakuwa mnyonge. Sasa inawezekana umezaliwa hivyo, hilo sio tatizo kwa sababu Mungu amekukadiria hivyo, natakiwa mshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakini inawezekana umezaliwa vizuri, umekuwa vizuri, umebaleghe, umepata ukubwa, mwanamwari amevunja ungo amekuwa mwari, mwanamume amebaleghe tayari anatamanio nafsi yake. Sasa huyu anapofikia pahala kupata mwenzio wa kuishi naye, ikawa kiungo chake sasa hakifanyi kazi vizuri, anaanza kupata unyonge. Sasa leo kwa mapenzi ya Mungu tunataka tuzungumzie hilo ili watu walielewe vizuri. Na baada ya kueleweka vizuri sasa tutatoa tiba gani ifanyike ili mtu apate amani katika nafsi yake. Ndugu zangu, mara nyingi jambo la kukosa nguvu za kiume kwa mwanamume au kukosa hamu ya tendo la ndoa kwa mwanamume au kukosa hamu ya tendo la ndoa kwa mwanamke, hivi vitu vyote vina asbabu, vina sababu zake. Havitokezei tu ghafla, vina sababu. Yawezekana sababu hii umeitayarisha wewe mwenyewe bila kujua, yawezekana sababu hii imekuja wewe bila kujua. Basi tuanze na inakuwaje mwanamume anaye mke lakini ghafla anajikuta hana hamna yule mkewe kufanya naye tendo la ndoa, na ikimjia hamu hana uwezo wa kufanya tendo la ndoa. Kwa nini inakuwa hivyo? Sababu ya kwanza, yawezekana mwanadamu huyu anakosa nguvu. Yani hamu anayo, tendo la kufanya tendo lile hamu hiyo anayo, lakini anapoingia katika shughuli ile inakuwa hana uwezo wa kufanya jambo hilo. Kuna wale ambao shida yao uume unasimama, lakini ukishasimama ule uume ukifika katika eneo husika la mwanamama, uume ule unakufa nguvu. Kuna wengine uume ule unawezekana ukaingia, lakini dakika moja tu uume ule umekufa, kiasi ambacho anamfanya mwenzie akose furaha ya jambo hilo, na mwanamume huyu hujisikia kuwa mnyonge. Sababu ziko tatu. Sababu ya kwanza, inawezekana mwanamume huyu mfumo wake wa maisha huko alikotokea wakati yuko kijana anaanza kupata baleghe, kuona ladha ya tendo la ndoa, akawa hafanyi tendo la ndoa, anajichua. Anapojichua kwa muda mrefu, mathalan ana miaka 16 amebaleghe, akajichua kwa miaka 5 mfululizo, huyu atakapokuja kupata mwenzie bila ya kufanya tiba akaingia tu kwenye ndoa, huyu tatizo hili baada ya miaka 2 ataanza kuliona. Kwa sababu unapojichua unatumia nguvu kubwa, lakini unapofanya seksi ya kawaida nguvu zake zinakuwa ni za kawaida.
Sasa unafanya seksi sio kujichua, zile nguvu za kujichua huzitumii pale, maana yake utaona kama huna kitu unachokifanya. Hii itapelekea uume kuwa regerege na hatimaye kukosa kumfurahisha mwenzio. Sababu ya kwanza ni hiyo, kujichua kwa muda mrefu katika mfumo wa maisha yako huko ulikotokea. Sababu ya pili ni msongo wa mawazo. Inawezekana biashara zako zimefeli, inawezekana mifugo yako imefeli, inawezekana kilimo chako kimefeli, inawezekana mipango yako imeharibika. Unaondoka na mawazo yale kwenye kijiwe cha shughuli zako, mpaka unafika nyumbani una mawazo hayo, unatayarishiwa chakula, unakaa na mwenzio muanze kuzungumza, bado mawazo ya mvurugiko wa shughuli zako yako pale. Tendo hili linatokana na hisia. Hisia hasipo, hisia ziko kule. Maana yake uume hauwezi kusimama vile inavyotakiwa na utajiona wewe una matatizo. Hii ni sababu ya pili ambayo watu wengi inawasumbua. Kwa sababu hakuna nguvu nyuma inayokusukuma ya kushindana na yale mawazo. Matokeo yake nguvu za kiume zitakuwa hazipo. Lakini sababu ya tatu, kuna watu ambao nguvu za kiume ziko sawa, hawana tatizo la mfumo wa maisha yao huko nyuma, hawakuwahi kujichua, lakini pia maisha yake ni mazuri tu, hana wasiwasi wote, lakini bado nguvu za kiume hazipo. Sababu nini? Hapa ndipo wanapoingia sheitani. Yawezekana una jini ashik au jini mahaba, yeye anaingilia maisha yako, na katika kuingilia maisha hayo maana yake ni kwamba unapokuwa na mwenza, jini huyu au sheitani huyu, desturi yake unapokuwa na mwenza tu, yeye ana wivu, tayari amekuingia wewe kwa muda mrefu bila ya kujua. Lakini moja katika sababu ya kuweza kujijua kama unaye mtu huyo au kiumbe huyo, utaona kuna dalili zake ambazo nitakueleza muda si mrefu. Basi mtu anapokuwa na sababu hii ya tatu ya kuwa na sheitani ambaye jini mahaba au jini ashiki, hawezi kuwa na nguvu za kiume, kwa sababu huyu jini anazimaliza nguvu hizi katika namna yake anayojua yeye mwenyewe. Kwa hivyo unatamani, unakutana na mke, lakini huwezi kufanya chochote. Kinachotokea pale ni jasho kuwa jingi, shughuli ngumu. Maana yake unamaliza shughuli ile hali ya kuwa hukufurahi wala mwenzio hukumfurahisha. Moja katika dalili za kuona wewe shetani anakusumbua jini mahaba, kwanza kuota ndoto za kuingilia kama ni mwanamume, mwanamke kuota ndoto za kuingiliwa. Lakini pia wakati mwingine kuhisi wasiwasi uliopitiliza, wakati wote unapokaa unahisi wasiwasi. Lakini inawezekana sababu ya tatu ikawa wewe ni mtu mwenye woga. Yani kama unahisi kama unataka kuvamiwa, unahisi kama vile kuna kitu kitatokea, yani unakuwa ni mtu ambaye unakosa amani. Lakini pia kuhisi kama unafuatwa na kitu nyuma na ukigeuka nyuma hakuna kitu hicho. Lakini pia kuota ndoto za kutishatisha, ndoto za kuanguka, ndoto za kuruka, ndoto za kufukuzwa na wanyama wakali. Basi hii ni dalili unaye jini mahaba, ambaye jini huyu huvuruga vitu vingi, si mapenzi tu, huvuruga vitu vingi katika maisha ya mwanadamu. Sasa usipojua tatizo lako linatokana na nini na kukosa nguvu za kiume, utapata tabu sana. Sisi leo tuko tayari kwa mapenzi ya Allah subhanahu wa ta'ala kukusaidia ili ufurahikie maisha yako. Lakini tukija kwa mwanamke hatusemi kwamba anakosa nguvu za kike, tunasema anakosa hamu ya tendo la ndoa. Kukosa hamu ya tendo la ndoa pia kunatokana na asbabu. Moja katika sababu hizo, kukosa mtu aliyempenda. Yani mwanamke anapoolewa na mtu ambaye si chaguo lake, kitakachotokea hapo kabla ya kumzoea, kutosikia hamu ya tendo la ndoa. Tutahadhari sana wazee kuwaozesha mabinti zetu bila ya kuwauliza kwamba wameridhika na huyo anayekuja kumuoa. Lakini kama atakuwa ameridhika naye, hisia zitakuja kwa sababu tayari ni mtu anayempenda. Hii sababu ya kwanza kwa mwanamke inamfanya akose tendo la hamu ya ndoa. Lakini sababu ya pili, kukosa huyo mume kuwa na taaluma ya tendo la ndoa, kwa sababu tendo la ndoa ni taaluma. Ndio maana wazee wetu zamani walikuwa wanawafunda watu kuwafahamisha waishi vipi na wake zao. Sasa ikiwa mtu hana taaluma hiyo ya tendo la ndoa, maana yake ataingia kwa mkewe kama vile punda anavyomuingilia punda mwenzie. Na Mtume ametukataza tusiwaingilie wake zetu kama punda. Maana yake kuna kitu kinaitwa mulaaba, yani istimtaa. Maana yake ni kufanya naye kuchezeana naye kwanza, kuleta hisia zake na wewe kuzivuta hisia zako, hali ya kuwa mnazungumza maneno ya mahaba mpaka itafika pahala mtu ajisikia hamu na kufanya tendo hilo. Lakini inawezekana vitu vyote vinafanyika hivyo. Vitu vyote vinafanyika, maandalizi ya kutosha, mtu mtaalamu anayempenda ndio mumewe, lakini bado anakosa hamu ya ndoa. Pia mwanamke huyu hapa itakuwa anasumbuliwa na jini mahaba wa kiume, ambaye huenda ndio anammalizia starehe zake. Ndio utakuta usiku mtu ameota anaingiliwa na anaenjoy sana wakati anaingiliwa. Huyu hawezi kupata hamu ya tendo la ndoa wala hawezi kusikia raha kufanya tendo hilo. Sasa kwa sababu zote hizo zinazomgusa mwanamume, zinazomgusa mwanamke, wataalamu wa tiba, na ndio sisi tunazungumzia hapa, wamejaribu kufanya utafiti kwamba huyu mwenye shetani atibiwe vipi, huyu ambaye hasumbuliwi na shetani atibiwe vipi. Leo kwa mapenzi ya Allah, katika kipindi chetu hiki pendwa, tunaye Sheikh Ibrahim. Sheikh Ibrahim yeye ni mtaalamu
wa miti, mtaalamu wa tiba mbadala katika masuala mazima ya tiba za kisuna na miti ambayo Mwenyezi Mungu amejalia miti hii kuwa ni neema kwetu, kama alivyosema ndani ya Qur'ani kwamba tumejalia kwa mwanadamu kwamba miti hii, majani ya mboga mboga ni starehe kwenu nyinyi na wanyama wenu, katika sura Abasa, mata'an lakum wal an'amikum, ni starehe kwenu nyinyi na wanyama wenu. Starehe maana yake utaweza kula ile mboga ya kufurahisha. Starehe maana yake unaweza ukautumia mti kuufanya kuwa dawa na ikawa dawa, ukapata starehe kwa maradhi uliokuwa yakikusumbua. Sasa umepona, unasikia amani. Tunaye Sheikh Ibrahimu atakuja kuchambua sasa hii dawa ya nguvu za kiume, hii dawa inawafanya wanawake wakose hamu la tendo la ndoa, hii dawa inawafanya wanaume wakose hamu ya tendo la ndoa, japokuwa nguvu wanazo lakini hamu hawana. Wanafanyaje? Watumie dawa ipi? Kwa muda gani? Waone kwamba dawa imesaidia. Kwa muda mfupi sana, yawezekana hujapata hapo kutumia dawa mfano huu, lakini insha Allah taala dawa hii utakapoitumia hazitozidi siku 7, majibu utayapata. Na kwa sababu utatupigia simu kutushukuru, au hata usipotushukuru kutaka namna ya dawa ziada ili uende kufurahia maisha yako, basi insha Allah taala kwa taufiki ya Allah leo hii kwako itakuwa ni furaha kubwa. Nadhani kwa kipindi hiki kifupi niweze kusema tu kwamba walillahi alhamdu wa ma alaina ila albalagh mubin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheikh, kabla hujaondoka, kwanza hapo hapo ulipo, labda tuelekeze, labda mtu mwenye kuzihitaji kabla Sheikh hajakuja, labda anazipata vipi, labda kama kwa mawasiliano inakuaje, apate vipi? Tupe kwanza Sheikh akija amalizie inshallah. Inshallah taala. Walillahi alhamdu. Ndugu yangu unayefuatilia TV yetu hii ya Msimbo Online TV, ni kufanye tu ujisikie furaha, kwa maana umepata muda mrefu shida hii. Lakini nataka nikueleze, ukizitaka dawa zetu, sisi tupo Dar es Salaam, wilaya ya Kinondoni, kata ya Tandale, karibu sana na kituo cha basi zinazokwenda Sinza. Kuna kituo kinaitwa Mtogole. Kwa Mtogole ukishuka hapo, ukiulizia Masjid Bimtumwa au msikiti wa Bimtumwa, ni haifiki hata kilomita 1 wala haifiki dakika 10 kwa kutembea kwa mguu. Dakika zako 5 umeshafika msikiti wa Bimtumwa, na hapo utakuwa umefika eneo husika la kuweza kupata dawa hii. Na pia inshallah taala tutatoa namba za simu katika wakati nitoe kabisa namba za simu. Chukua namba 0715898701, 0715898701. Narudia tena kwa mara ya mwisho, 0715898701. Namba hii ukinipigia au ukiikosa namba hii 0787999915. Narudia tena 0787999915. Kwa mara ya mwisho kabisa 0787999915. Hapo itakuwa umeipata dawa hii, na jitahidi sana kuipata mapema ili ufurahikie mambo yako kwa mapema zaidi. Billahi tawfiq. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Karibu Sheikh. Inshallah, ndugu zangu watazamaji wetu wa Msimbo Online TV, huyu ni mbele yenu sasa ndio Sheikh Ibrahim, ambaye huyu ndio mtaalamu wa hizi dawa. Atazielezea vizuri dawa zake inshallah. Baada ya hapo basi yule atakayehitaji basi mawasiliano yametolewa, na Sheikh atasisitiza tena kuhusu lazima la mawasiliano inshallah. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi. Ndugu watazamaji na wasikilizaji, mimi naitwa Sheikh Ibrahim kama alivyoeleza. Nataka kutoa ufafanuzi wa dawa zetu hizi za nguvu za kiume. Kwanza nachotaka kukufahamisha kwamba dawa hizi zinawasaidia watu walika mbalimbali, mpaka watu wazima wenye umri wa miaka 80 ana uwezo wa kutumia dawa hii na ikamweka vizuri. Nataka kusema upungufu wa nguvu za kiume, kama alivyopita shekhe huku mwanzo, kwamba vijana wengi tunasema kwamba huko katika mambo ya masturbation wamepita, na kweli hichi kitu ni sahihi. Baada ya wewe kuingia katika ndoa, maana yake athari hii utaanza kuiona ndani ya miaka 2 au miaka 3
ya wewe kuanza kupungukiwa nguvu za kiume, kwa kuona kwamba pale mwanzo ulivyokuwa na sasa ulivyo kuna tofauti kubwa. Sasa kwa ajili hiyo sisi, kwa sababu tumefanya utafiti wa muda mrefu, watu wengi wametumia dawa mbalimbali na matokeo yake hawakupata majibu. Imefika mahala watu wanasema sasa hakuna dawa ya nguvu za kiume. Huyo atakuwa amekwenda kinyume na utaratibu. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ameshatufahamisha kwamba kila ugonjwa una dawa, isipokuwa uzee na umauti hauna dawa. Sasa wewe katika pita yako inawezekana hujakutana na dawa sahihi ambayo kuweza kukuondoshea hiyo changamoto uliyokuwa nayo. Sasa sisi tumefanya utafiti wa muda mrefu, tumetoa dawa hii ya Mu'jizat Shufa. Tumeita jina ile Mu'jizat Shufa kwa maana maalum, kwa maana watu wengi imewafanyia maajabu, na ndio maana tukaipa jina hili ili uweze kuona manufaa ya dawa hii. Sasa kama wewe umepita katika matumizi yako ya madawa mbalimbali, tunachokuomba tumia dawa hii mara moja kwa hii kopo moja, ambayo tunasema kama ni dozi ya vijana na watu wazima. Watu wazima maana yake kuanzia miaka 50 mpaka miaka 80. Hii atatumia vikopo viwili. Atatumia vikopo viwili na hii changamoto itakuwa imemalizika. Sasa nachotaka kusema katika hii mapungufu ya nguvu za kiume, Shekhe amepita katika masuala ya kuzungumzia majini mahaba, namna wanavoleta athari katika nguvu za kiume. Sasa inawezekana wewe ukatumia hii dawa alafu ukaona mbona mimi haikunipa majibu sawa sawa. Maana ya kukwambia wewe upige simu ueleze changamoto yako kwamba bwana mimi niko hivi. Sasa tutakushauri kwamba chukua dawa kwanza hii utumie, au kwanza tumia dawa hii na hii kuondoa ile changamoto, alafu kisha utatumia dawa hii na utaona nguvu zako zimerudi vizuri na ukafanya kazi sawa sawa. Kitu kingine ambacho kinacholeta athari kwa wanaume, hizi family planning, wanawake wanatumia vijiti, wanatumia vidonge kwa ajili ya kujikinga kupata ujauzito. Sasa kuna kuwa na athari ambayo wanawake wengi huwa inawatokea, anakuwa na hali ya kuwa na maji mengi. Sasa ni sawa sawa unavyosema kwamba anapokuwa mwanamke ana maji mengi, ni sawa sawa umechukua chombo, mathalan tuzungumzie kama kikombe. Kikombe wewe ukachukua kidole kuweka pale, kile kidole kina play hakishiki popote. Maana yake mwanamume pale anakuwa hana nguvu. Lakini ule mguso unaopatikana baina ya mwanamke na mwanamume anakuwa yuko katika hali mzuri na anaweza akafanya tendo likafikia tamati kama inavyostahili. Lakini kama itakuwa mwanamke ametumia hizi family plan alafu yuko katika hali kama hiyo, mwanamume hawezi kuwa na nguvu kwa sababu ule mguso unakuwa haupo. Sasa hao, kama wewe mkeo yuko katika hali ya mazingira kama hayo, ametumia family plan alafu imemtokezea hiyo hali ya kuwa na maji mengi, basi pia tunayo dawa ambayo atatumia kuondoa hiyo hali ya umajimaji, na alafu ile hali ya maumbile ikarudi katika mazingira ya kawaida, mkafanya tendo la jimai, mke akasikia au akafika safari yake na mwanamume akafika safari yake vizuri. Kitu kingine, vidonge hivi, kuna vidonge ambavyo vinavyotumika sana va kuongeza nguvu. Sasa unapotumia vidonge vile kwa muda mrefu, mwaka mmoja, miezi 6 au miaka 2, utaona nguvu zako zinashuka pole mpaka unakuwa huwezi kabisa. Mwingine inafika mahala akigusa tu pale katika ile sehemu, hata sekunde 5 hazifiki tayari kishamaliza na anakuwa hajiwezi tena. Lakini kwa mfumo wa dawa yetu, kwa sababu tumefanya utafiti wa muda mrefu na tumepita katika kuangalia changamoto nyingi za namna gani zinazoathiri watu, basi hii dawa inatoa majibu sahihi kwa yule ambaye mwenye kuweza kumaliza kwa haraka, ili kuto kuchelewa mpaka mwenzie akafika. Kwa maana hiyo mtafika sawa, au yule wewe utafika na yeye atafika. Kimsingi tunachotaka kuzungumza katika dawa yetu hii, kwa upande wa pili wa kina mama, Shekhe kapita katika upande wa majini mahaba kamaliza, lakini tunachotaka kusema wanawake wale wasiokuwa na hamu, inawezekana
kutokuwa kwako na hamu umetokana na wewe kwa kutumia hizi family plan, ndio hamu imekutoka. Kwa maana hiyo utakapotumia dawa yetu hii, maana yake utajirudisha katika ile hali ya hamu ya kawaida na utafika kileleni kama vile ambavyo wanavyofika wenzio, au kama nyuma ulikuwa unafika kileleni kabla kutumia hizi family plan. Baada ya kutumia family plan unakuta wewe kwamba mbona mwanzo mimi nilikuwa hivi, sasa hivi niko hivi. Sasa unaweza ukawa unawalaumu wanaume kwamba huyu labda anakosea au huyu hanifikishi, kumbe kutokana na vile vitu ambavyo unatumia vimekuletea athari ndani ya mwili wako. Kwa maana hiyo tunataka kusema sisi tunatoa wito kwa wananchi au watu wote ambao wenye changamoto za namna hiyo, wafanye mawasiliano na sisi, ujieleze vile tatizo lako ambavyo linavyokusibu, na ndio tutajua kwamba tunakutibu kwa njia gani. Unaweza ukachukua dawa moja kwa moja alafu ukapata majibu tofauti, ukasema kwamba dawa haikunitibu, lakini kwanza toa maelezo kwamba shida yako ikoje, alafu ndipo tutakushauri kwamba tumia dawa moja kwa moja ili uweze kuondoa changamoto inayokusibu. Na tunasema kwamba kwa utaratibu wa mawasiliano kama shekhe alivyoelekeza, sisi tunapatikana Mtogole, Masjidi Bimtumwa, Tandale. Kwa namba za simu shekhe ameweza zitaja 0787 999915. Utanipata Shekhe Ibrahim moja kwa moja, utaeleza tatizo lako na tutaweza kukusaidia. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu yangu mtazamaji wa Msimbu Online TV, nafikiri mpaka hapo tumefikia mwisho na umepata maelezo kutoka kwa Shekhe Ibrahimu, na kadhalika vile vile umepata maelezo kutoka kwa Shekhe Jumani Amiri. Kwa ni vyema kama mwenye kuzihitaji hizi dawa basi kwanza akapiga simu, labda akapewa maelekezo au akaeleza jinsi tatizo lake silivyo, alafu akapewa maelekezo jinsi gani ya kutumia hizi dawa. Lakini kutaka kuonana na mashekhe moja kwa moja, basi unaweza ukafika hapa Tandale kwa Mtogole, unashuka, ukishuka hapo uuliza msikiti wa Kabimtumwa. Tena wala una haja kupanda bodaboda, ni mwendo dakika 3 dakika 2 umefika hapa msikitini, utakutana na mashekhe hapa. Lakini vyema kama hujakuja kwanza upige simu kwa mashekhe waje jinsi gani kupokea kwa ajili ya kufika hapa msikitini. Inshallah kwa leo tuishie hapa. Kama una maswali mengine basi mnaweza mkaacha comment zenu hapo chini inshallah. Lakini ukitaka kuwasiliana na mashekhe basi namba za simu zimeshatajwa hapo katika maelezo ya mashekhe hapo. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.